Wazalendo wa kitambo, wazalendo tulikuwa tukifahamu, wazalendo tulikuwa tunajua kwenye uwanja wenye mapigano, wazalendo tulikuwa tunajua kama raia mtomboki, wazalendo tulikuwa tunajua kama mai mai, wazalendo ni watu tulikuwa tunajua hawana mambo ya kutishiwa, wazalendo ni watu tulikuwa tunajua wakipambana, wakia kwenye uwanja mapambano hakuna kurudi nyuma. Lakini kwa sasa wazalendo wa leo na wazalendo wa kitambo ni watu tofauti kabisa. Kwa sababu gani nimezungumza haya? Kumbuka karibu miaka kadhaa, wanajeshi wa wazalendo kabla wakuwe wazalendo walikuwaga maimai, wakakuwa raia mtomboki, wakakuwa watu wa kutokea katika seta fulani. Mnajua raia mtomboki ilianzia eneo ya Shabunda na kupanda mara moja huko Mazibira, huko Makankinda kuelekea katika sehemu zingine mpaka mara moja huko Fizi. Fizi huko kote walikuwa waza maimai Kamituga. Lakini kwa sasa wazalendo watu walipewa nafasi ya kuungana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC. Hapo ndio walikuja kwa wazembe kabisa, wakabadilika, wakakuwa wanajeshi wanaanza kuongozwa na serikali. Na unajua sisi tulikuwa tunajua wazalendo tayari kama wameungana na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC, hakuna yeyote atatishia wanajeshi wazalendo. Lakini kwa sasa wazalendo walishajua utamu ya pesa. Wazalendo kwa sasa walishajua kumbi rushwa ni ya muhimu zaidi. Wazalendo kwa sasa waliharibika kabisa. Kwa sababu gani nimezungumza haya? Tunawakaribisha kupitia media Goma TV kwa muda wetu wa habari huyu leo asa kama hizi. Leo ni tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mashabiki zangu nawakaribisha tena mara nyingine kuambia muendelee kusubscribe, muendelee kupartage kila sehemu popote, ili habari zetu mara moja zije kuwafikia. Kama tayari wewe ni mwanamemba wa media Goma TV, wewe ni mwanamemba wa media Bukavu TV, tumekukaribisha mara nyingine ili uendelee kusubscribe, uendelee kupartage. Kama ulisha kusubscribe, usibonyeze tena hapo kwa subscribe, kwa sababu kigusa tena itatoka. Kama ulisha kusubscribe, antuka merci, endelea ku like, share hiyo link, tuma comment yako mara moja, uniambie wewe ni shabiki wa media Goma TV kutokea upande gani. Kwa sababu gani leo niseme hii? Leo kumbuka ni weekend, leo ni samedi, leo ni samedi, leo ni siku kwa wale wanaenda sabato wa samedi, wale wa Adventist, tunawaambia nao kabisa ibada njema. Lakini hacha tushukuru kwanza, mashabiki wamekuwa pamoja na sisi, kushimama na sisi mpaka kwa sasa tumeendelea kusonga kwa sababu nyinyi mashabiki wangu kutokea Kinshasa nimeona kwa wingi zaidi, Lubumbashi, Katanga, Manyema, Kindu, kutokea eneo zingine huko North Kivu na Sud Kivu. Mashabiki zangu wanaonisikiliza mara kwa mara ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Mwenyezi Mungu awe pamoja na muendelee kupartage habari na muendelee kujiabone sana. Mashabiki wa diaspora nyinyi wote nimewakaribisha zaidi kupitia media Goma TV, kupitia media Bukavu. Kwa sasa muendelee kupartage na muendelee kujiabone, muendelee kuweka link, like hapo, muendelee kutuma kila sehemu like. Kwa hiyo mara moja kama habari yetu unasikiliza vizuri, na unitumie jumbe ya comment mara moja chini, unieleze mwanahabari, inabidi habari liko lizuri kabisa. Hili likuja kuchambua habari zetu kwa sasa. Leo ninawatangazia habari yenye niko nazo, habari zenye mchungo zaidi. Nimeshangaa zaidi mara kwa mara kuona serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wanaenda kulia kusema kama jeshi la Rwanda linaendelea kushambulia Kongo. Hili ni moja nataka kuzungumza. Ninashangaa hili jambo la kuona kila mara le peuple congolais avec le gouvernement. Vous avez déclamé toujours comment les Rwandais vous avez continué pour bime, vous avez kuendelea kushambulia Wakongomani, na ndani ya nchi ya Kongo tuko na vyombo vya silaha. Kwa nini sisi wenyewe hatutumie vyombo kwa kushambulia Rwanda? Hili ndio jambo. Kwa sababu gani kila mara itakuwa ni kulia, kila mara tunalia, machozi yetu kila mara tunalia, mpaka raia population wamechoka serikali. Kwa sababu gani? Serikali nyinyi, M23 iko na silaha kama nyinyi, Rwanda iko na vyombo kama nyinyi. Kwa nini kila mara inakuwa ni kulia kusema Rwanda imetuma makombora, Rwanda inatuma madrone, Rwanda imetuma hivi, na nchi la Kongo liko na uwezo nalo la kutuma kombora zao liingie katika nchini ya Kigali, linaenda Rwanda nalo lishambulie huko.
Sasa unajua mtu akikuvamia, mkiangalia mfano moja, hili ni wapeleke vizuri. Mnaangalia Ukraine na Iran. Uliona Israeli na Iran. Uliona Israeli na Iran ama Amerika na Iran. Amerika ilishambulia Irani, Irani naye kawashambulia kwenye drone. Hivyo ndio mapambano inabidi kuwe, sio kukuja kulalamika hapo hivi ati tunashambuliwa na kwa saizi hakuna mwenye anataka kujua umeshambuliwa, kwa sababu una vyombo na mwingine kuna vyombo. Unapigia nani kelele Kama wewe tayari unajua kama nchi lako linashambuliwa na watu fulani, inabidi na ufanye hivyo hivyo, ushambulie hili wakuogope. Lakini kwa sababu kuna vitu vinaendelea katika ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ndio maana hakuna matokeo. Sasa raia ndio population wanaendelea kukufa kwa nchi, wasoda wale masoda simple, jeshi simple wale ndio wameendelea kukufa kwa nchi. Wale viongozi makamanda wale wanatembea hivi, unasikia unaona ule mpaka la mtandika ngumi, wale ndio wanajua utamu wa nchi. Kwa saizi eneo ya kwa mlima hapo Fizi, eneo ya kwa mlima Fizi, tarehe 2 kumekufa watu wangapi? Tarehe 1 kumekufa watu wangapi? Huko Baraka watu 20, watu 23. Kwa watu 23 kukaumia raia population 24. Hebu niambie watu kama karibu 57 personnes la 47 personnes kwa dakika moja, pamoja na kamanda mmoja wa jeshi la Burundi. Kabla jeshi la Burundi lilikuwa katika eneo la ile shule hapo kwenye mtutu huko wenyewe liliripukia, lilikuwa karibu na ile shule, na ile shule ndio lilibomolewa kwa sababu waasi walituma makombora hapo. Utakuja kunieleza nini? Unasikia serikali wanalia ati tunasalitiwa. Nyinyi mnajua mwenye na wasaliti ni nani na mnamuona hapo. Kwa nini nyinyi hamumshambulii? Mnakuja kupiga kelele kusema ati hizi tumechoka, population imechoka na kupiga kelele zenyu nyinyi wanajeshi. Kama tayari mnajua hamuwezi, baki nyumbani. Kama mnajua mmeshindwa, baki nyumbani. Sio kila mara kuja kwenye mtandao mnatuma maaudio, tumechoka, tunaona kamanda fulani anaendelea kupitisha wa M23, tumeona kamanda fulani iko nakula rushwa. Hatua nyinyi mumeona huyu anakula rushwa kweli, na huyu sio kwa mwana mzalendo wa nchi. Kwa nini nyinyi hamumtibu? Kwa nini hamudili na yeye? Hata kama rais anatuma viongozi, anatuma makamanda wakuje kwenye uwanja mapambano, na kwa wale makamanda kuna wale tayari ni wasaliti, inabidi na nyinyi mfanye kazi yenu, sio kila jambo mkuje mpige kelele. Waasi mbona wakuje kwenye mtandao hapa wapige kelele? Kwa sababu wanajua kushindwa yupo na kupigwa yuko, kushinda yuko na kupigwa yuko. Kwa nini hawa wapige kelele? Waasi wanapambana kwenye uwanja mapambano na utaratibu, wanajua ni nini wanafanya, wanatumia mbingu lote la kuzuaisha viongozi wetu wa kijeshi. Lakini umomala sisi raia population ndio tunalia. Raia population tunalia. Kwa nini raia population tulia kutosha? Serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, watu kwa sasa, niliwaambia mimi kila mara kupitia media Goma TV, nawaambia vita la Kongo sio kusema tupigane kwenye risasi tu. Hacha niwafunze kitu kingine. Vita la Kongo inabidi utumie kitu inaitwa ngumi. Unaelewa vizuri? Unaweza kutumia hata ngumi. Hili moja hivi. Kwa sababu gani? Raia population inabidi tuamuke. Tout le monde le peuple congolais inabidi mshimame kabisa. Sio kusema kama tutakuja kupiga nduru. Mainchi imetuchoka. Inchi zote zimechoka Kongo. Acha niwaambie ukweli, le realite. Mimi nawaambia tu ukweli, mainchi zote za ulimwengu zimechoka Kongo. Kwa sababu gani imechoka Kongo? Kwa sababu vita la Kongo mpaka nao wanajiuliza kwa nini wakongomani mnapigana. Hili jambo nawaambia, kwa nini wakongomani wanapigana? Hata yoyote utamwambia, il y a beaucoup de personnes qui trouvent dans un pays là qui arrivent pour manipuler ici. Hawatakuelewa kwa sababu wanaona kama il y a beaucoup de population là, il y a beaucoup de gouvernement là, vous avez collaboré avec les rebelles. Sasa tayari
mpaka mainchi ulimwengu yani Union Europeenne, mainchi yote imechoka, mpaka imeweka Kongo carte jaune. Hili Kongo lenyewe lijipambanie, hili lirejeshe amani. Kongo usifikirie kwa sasa kuna support yenye mtapata, kuna support nchi la Kongo litapata kupitia Musafiri atikuje kurejesha amani. Never. Amani aliweze kuja ni sisi wenyewe tutajiletea amani. Kwa saizi mnaona gesi mapambano yanaendelea kusonga zaidi. Mpaka leo hii mashambulizi yamekuwa huko upande wa wa Kaziba huko Walungu. Waasi M23 pamoja na jeshi wa Wazalendo. M23 walikuwa wanatokea huko Minembo, wengine wanatokea huko Kamanyola, wanaenda kukutana ili wakuje kupiga mara moja .0. Mara moja waliangua kwenye Ambeskade ya Wazalendo. Lakini kwenye kuambuka kwenye Ambeskade kulienda nini? Hili nani anajua ile habari? Lenyewe lilikuwa nani anajua ile habari? Kenye kilivyoendelea katika eneo ya Kaziba hapo. Sio kusema kama M23 kwa sasa haina ukweli, yani haina watu wanaoongoza kwenye Msafiri huyu. Wanajua kuna wale tayari wanawasaidia kuwapeleka kwenye Msafiri huyu, wanajua tayari kuna wale tayari wanapatia maelekezo. Niliwaambia kwa hii vita yenye Kongo kuna mambo mengi sisi raia population hatujui. Ndio maana raia population unajipata kwa sasa wameshaingilia hizi kitu. Waliona kwa sasa unajipata, ndio maana nao kuna gisi waasi wanawatumia nao kwa kusaliti serikali. Kwa sababu waliona serikali inasaliti raia. Raia wanakufa, wanakatwa vichwa, wanauawa kama punda, wanauawa kama nini. Yaani vita la jeshi linasababisha raia wa population wanakufa kama bata kama nini. Kila mara tunalia M23 imetuma makombora kutokea Rwanda. Rwanda inatumia bunduki na nyinyi Kongo tunatumia bunduki. Kwa nini sisi hatupige Kongo Rwanda? Hili ndio jambo. Lakini tayari kama kuna vitu vinavyoendelea ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hili niliwaambia, vita la Kongo kumalizika sio kitu rahisi. Vita ya Kongo itamalizika na viongozi hao wao. Kwa sababu gani? Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo akiamua vita la Kongo liishe, litaisha. Hili nawaambia kupitia hii media Goma TV, mtalikumbuka. Hili vita la Kongo limalizike mara moja, ni serikali la Kongo lenyewe, viongozi wote washikamane hivi. Sio population, hata population watashikamana, lakini serikali shikamane hivi. Iseme tumekula rushwa ya kutosha, raia population wameteseka, waangalie damu ya raia population wamekatwa vichwa eneo fulani. Kila seta, tangu miaka na miaka watu tu wanakufa. Serikali seta ikae chini, ifikirie. Hili ndio vita mtanambia mara moja, mtaona mara moja upande wote wa Sud Kivu na Nord Kivu. Amani imerejea, utulivu inarejea, lakini hatua damu za Kongo. Mtu angali nakula pesa kwa damu yangu mimi. Unafikiria atasahau hiyo? Hatua mtu anakula pesa kwa sababu ya ndugu yako George. Rafiki yako huyu wanamsaliti wamuue.
Anajua hapa atatoa $1,000, atatoa hata $500. Kumbuka pesa ilipiga mwana wa Mungu. Sasa wewe binadamu, kwa nini usiuawe? Ndio maana unajipata Kongo tunauawa mchana na usiku. Na vita la Kongo sio kusema watu wanauawa hatuna masasi. Vita ya Kongo tunauawa kwa njia aina tofauti. Njaa, ugonjwa kwa sasa, mtutu wa risasi na vipindi vya ugonjwa vya Ebola. Ni vigonjwa vingapi? Hili lote ni vita kubwa zaidi, na kupigwa na baridi na kupigwa na mvua, kukosa makao ya kulala. Kwa sababu gani? Sehemu yako yote umefungiwa, umechomewa manyumba, hata watoto hawaende shule. Patrice Lumumba alitenda mema zaidi, lakini baadaye alitenda mema zaidi. Wangapi walimsaliti? Kuna wale wanakubali Patrice Lumumba, kuna wale wanakubali Laurent Desire Kabila. Mpaka kwa sasa kuna wale wanasikiliza kamanda viongozi wengine, lakini kuna wale wengine wasaliti, hawamtaki. Kwa sababu kiwa mtu unatengeneza vitu vema, utakuwa na maadui, utakuwa na maenemy. Lakini iko siku nao wataona kweli hizo vitu unatengeneza ama hizo habari unapeana ni za muhimu. Watu wengine msione tunaleta habari msichukulie ni habari za uongo, ni habari za ukweli. Niliwaambia kwenye uwanja mapambano mambo inabadilika mara kwa mara. Leo naweza kwa niko natangazia nawaambia Minembwe eneo silani ziko hivi, lakini baadaye tunasikia FARDC tena wamerudi. Mimi mkiona FARDC narudi tena kwenye uwanja, mtaniona songa mbele songa mbele songa mbele. Ile ndio mtaona tena mimi naanza kushangamukia FARDC, na kwa sababu hapa wanaendelea kuavance, lakini hata wanaendelea kurudi nyuma. Wazalendo munarudi nyuma. Kwa nini wazalendo munarudi nyuma? Kwa sababu gani munarudi nyuma? Kama unavyonisikiza kupitia media Goma TV, subscribe, like, comment. Leo ni siku ya kuwapesha na kuambia haya. Mashabiki wangu nawapenda zaidi, na muendelee kusubscribe, muendelee kujiabone, muendelee kupartage kila sehemu popote. Kupitia nyinyi ndio maana niko hapa kuwapasha habari yenye uhakika. Hata kama ni kifa, ndakufa kwa sababu yenyu nyinyi population, kuambia ukweli. Hakuna mwenye tabaki duniani anashimama. Hakuna yoyote atabaki kwa dunia anashimama. Ushindwe kuongea ukweli ati utauawa. Sisi tumetishiwa ya kutosha. Watu wamekuja wametutishia, media Bukavu TV wametutishia, media Goma TV wanatutishia, lakini sisi tungali tunawapea habari. Mpaka wale walitutishia, mpaka kwa sasa wanaanza kuja wanatufelicite, wanatuambia s'il vous plaît, antuka nimeomba msamaha. Mimi ni mwanahabari, sijakuja kufanya kwa kazi, sijakuja peana habari kwa sababu yako wewe unanitishia. Kuna wale wananipigia masimu, bwana habari badilisha. Bana, nilikuja kazi, sikukuja kazi juu yako. Sikukuja kutumika kazi, sikukuja kupeana habari kwa sababu ya akili yako gisi unavyofikiria. Mimi nilikuja kupeana kwa sababu niliona tule monde Kongole tuko kwa giza. Raia tuko kwa giza, hatuone mbele. Ndio ilibidi nikuje nifungue macho ya population. Tuone mbele, tuone vision. Tuone vision. Unaelewa vizuri? Tuache na kujikubali. Tusijikubali. Unaona kujikubali ndio inatuletea tatizo. Unaelewa vizuri?
Sasa hili ndio jambo la kuonesha le peuple congolais la. Sasa wale unaonesha vision, mwingine hataki oneshe wengine vision, anapenda tubaki tu kwa giza. No, Goma TV tawapeleka kila mara kwenye habari ya ukweli. Kila mara. Hatukuja hapa kwa sababu ya huyu wewe ni kiongozi fulani. Sijue wewe unakula vizuri bwana. Wewe unakula vizuri na nafasi vizuri, lakini watu majirani yangu mimi. Yani wenzangu raia population wa Nord Kivu na Sud Kivu wanateseka. Kwa nini mimi nisherekee? Kwa nini nikuje nipake mafuta makosa? Hacha tutoe mafuta tuweke giza. Tutoe kila kitu ili tayari population waelewe, wajitambue wako katika harakati gani. Wajitambue wako katika sehemu gani. Inabidi nao wapendane, wakubaliane hata kama serikali itaendelea kukula rushwa. Niliwaambia Kongo siku itaamua kushika amana. Serikali ya Kongo siku ataamua kusema sasa vita ya Kongo ishe, asubuhi mapema hamtajua siku M23 walitoka ndani ya Kongo. Hili ni jambo nawaambia.